baadhi ya maswali ambayo tumekuwa tukiyapata hapa yanahusiana na nauli za BRT. Okay. Na sasa naonekana umma hawakupata vizuri ile taarifa yako ya nauli mpya za BRT, na watu wamezoea kwamba LATRA ndo wanatakiwa watangaze. Kwanza tuseme nauli ya BRT mabasi yaendayo haraka yaliridhiwa kuwa shilingi 1000 kwa tangazo la serikali la tarehe 29 mwezi Agosti mwaka 2025. Nakumbuka ilikuwa taarifa ya kawaida namba 11723. Na hii ilikuwa inawapa uhakika sasa wanaoleta mabasi kwamba nauli ya 1000 wanaweza wakaanza nayo. Na unakumbuka tulivyozungumza pale kufanya ziara katika BRT2 tulitaarifu umma kwamba hii nauli ya 1000 sisi tulishaona inawezekana. Na tulishaiona huko nyuma. Tatizo ilikuwa ni mifumo ya kukusanya ile nauli na matumizi ya kadi. Lakini la pili, uwepo haya mabasi ya kutosha. Sasa nashukuru kwa kweli imefanya juhudi kubwa BRT2 wanafanya vizuri. Mfumo wa kukusanya nauli pamoja na mabasi yamekuwa mengi kiasi kwamba yameazimwa mwingine mabasi 60 yamekwenda kwenye BRT1. Sasa uboreshaji umefanyika kwenye BRT1. Sasa kwa mujibu wa kanuni za LATRA zile za tozo za nauli zinataka kwamba kanuni ya 19 inataka mtoa huduma sasa ambaye sasa kwa utaratibu wa sasa hivi ni dati ndo anatakiwa atoe taarifa kwa umma kwamba nauli zitaanza kutumika siku 14 kuanzia ile tarehe anasema. Yaani akitangaza leo anasubiri siku 14. Ndio utaratibu, kanuni ya 19. Na unatangaza kwenye magazeti yanayosomwa kwa wingi au yanatangazwa kwenye redio inasikilizwa kwa masafa mengi au television inaruhusiwa kote. Na nashukuru kufahamu kwamba nilikusikiliza mimi kwenye redio tarehe 19 ya mwezi wa 11 ukitoa taarifa kwamba nauli za 1000 zinakwenda kuanza. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi zilianza kutekelezwa ni sahihi. Umma tu umezoea kwamba LATRA ndo watangaze, lakini sisi tuliridhia na ilishatoka kwenye gazeti la serikali. Hizi nauli tunasema za mpito, ni nauli za mpito, zilitangazwa tarehe 29 mwezi Agosti mwaka 2025. Haihusiani na matukio ya tarehe 29 Oktoba. Ilikuwa tarehe 29 kwa 29 Oktoba ni matukio ambayo yameleta uharibifu wa miundombinu. Nauli hizi zilitangazwa tarehe 29 mwezi wa 8 kwamba ni nauli za mpito. Mpaka pale ambapo sasa dati ataleta maombi rasmi, tutawaita na wadau ili kuona mapendekezo ya dati alivyokaa na wale watoa huduma, hizo nauli ziwe shilingi ngapi. Lakini tunavyosema ya mpito, tuliona nauli hii inamtosheleza mtoa huduma kutokupata hasara, lakini pia kutokupata faida. Kana break even tunasema, ili uingie sokoni. Lakini tukamwahidi kwamba dati ndo atakayeleta sasa mapendekezo, tutaita kikao cha wadau. Kwa hiyo dati nafikiri atakuwa anaendelea na tuone hiki kipindi cha mpito atakavyofanya utoaji huduma huu, inawezekana akaona kuna faida kwa sababu abiria ni wengi. Hii maana yake ni kwamba hata yale mabasi ya pembeni yale yanampunguzia idadi ya abiria, pikipiki hizo zote zitabidi zitoke. Lakini tutakwenda kuangalia taratibu namna ambavyo watatoka ili sasa wale abiria wawe wa kutosha. Inawezekana na ule 1000 ikaonekana ni sahihi. Kwa maana tumeita ya mpito ili mwekezaji yeyote avutiwe kuja sasa kuwekeza. Vinginevyo ndugu zangu, itakuwa ngumu sana watu kuja kufanya biashara Tanzania. Mazingira hayalipi.